Naam, tusonge mbele mtazamaji. Usiku wa leo tunaangazia suala la ukatili wa polisi baada ya ghasia na vurugu kusambaratisha ibada ya kanisani iliyohudhuriwa na aliyekuwa naibu wa rais Rigathi Gachagua katika kaunti ya Nyeri. Picha na video zilizosambaa mitandaoni zinaonyesha jinsi wahuni waliokuwa wamevalia barakoa walisindikizwa na magari ya polisi huku pia wakifyatua risasi kuumini. Mwanahabari wetu Winfrey Owino anaangazia jinsi wahuni walivyotumika kusambaratisha ibada ya kanisa mapema leo. Polisi na goons wamekuja kwa kanisa wakatupiga tear gas na wakafukuza kila mtu. Kumekuwa na heka, wamepiga tear gas paka kwa madhabahu. Ndiyo matamshi halisi ya naibu kiongozi wa chama cha DCP, ikiwa muda mfupi tu baada ya vurugu kusitisha ibada ya kanisa waliokuwa wamepanga kuhudhuria katika eneo bunge la Othaya, kaunti ya Nyeri, na sasa polisi wanabeba lawama ya matukio yaliyofanyika mapema leo. Tazama video hii ambayo imesambazwa mtandaoni na wengi. Hapa kuna wanaume takriban 20, wote wakiwa wamevalia nguo za raia. Lakini cha kushangaza ni kwamba wote wameficha sura zao na wamejihami kwa mawe, rungu au bunduki, na wanaonekana kusindikizwa na magari mawili ya polisi. Huyu anaonekana akiwafyatulia risasi waumini waliokuwa kanisani, na mwenzake anatoa kitoza machozi kwenye mkoba wake na kukirusha kanisani humo. Wingu la moshi linaonekana likiwa limetanda angani kutoka kwenye eneo la kuegesha magari kanisani humo, huku magari yakichomeka. Hapa magari yameharibiwa, vioo vimepasuliwa, huku mikebe ya vitoa machozi na maganda ya risasi yakipatikana hapa. Matukio ya leo kule Nyeri ni ishara kuwa matumizi ya wahuni na polisi kukandamiza wanasiasa yamesalia kuwa jinamizi katika siasa za hapa nchini. Ingawaje kumekuwa na wito ya kukashifu matukio haya kila wakati yanapotokea, hakuna mtu yeyote aliyewahi kuchukuliwa hatua kuhusiana na uhuni huu. Winfrey Owino, KTN. Na mwaka 2026 bado ni mchanga, lakini tayari kalenda upinzani imechafuka kwa risasi na vitoza machozi. Kutoka Sagana hadi Gatundu na sasa Othaya, waumini wafuasi wa Rigathi Gachagua wamejikuta wakikimbilia uhai wao. Usiku huu tunajiuliza, kwa nini madhabahu yanageuzwa kwa uwanja wa vita? Kwa nini upinzani unakabiliwa kwa nguvu? Na hili linaashiria nini kuhusu mwenendo wa serikali? Mwanahabari wetu Vera Mora anatueleza jinsi yote haya yalivyoanza. Ukiukaji na udhalilishaji wa utakatifu wa kanisa huko Othaya si wa kwanza katika simulizi za Rigathi Gachagua, washirika na wafuasi wake. Kalenda ya upinzani ya mwaka 2026 bado iko katika hatua za mwanzo, lakini tayari imechafuliwa na risasi na vitoza machozi. Katika wiki 3 pekee, uongozi wa taifa umeacha upinzani ukabiliane si kwa mazungumzo bali kwa vurugu. Tukio la kwanza lilorekodiwa ni la Januari tarehe 9 mwaka huu, wakati msafara wa Gachagua ulivamiwa na vitoza machozi huko Sagana na kumlazimu kiongozi huyo kuvaa sengledi ya kuzuia risasi. Siku mbili baadaye, Januari tarehe 11 mwaka 2026, waumini wa kanisa la African Independent Pentecostal Church of Africa huko Gatundu Kusini walitawanyika kwa hofu baada ya makundi ya vijana hasimu kushambuliana kwa vurugu. Lakini ili kuelewa chanzo cha uvumi huu lazima turudi nyuma. Baada ya kuondolewa madarakani Oktoba mwaka 2024, wakosoaji walidai kuwa ingawa hatua hiyo ilimuondoa ofisini, vurugu zisizoisha tangu wakati huo zinaonesha jambo la ndani zaidi. Pengine hii ni serikali isiyovumilia upinzani, tayari kuchanganya mipaka kati ya utekelezaji wa sheria na ukandamizaji wa kisiasa. Baada ya kungatuliwa, shambulio lake la kwanza lilitokea Novemba tarehe 28 mwaka 2024 huko Limuru, baada ya wahuni kuvuruga ibada. Mwezi mmoja baadaye, Disemba tarehe 28, mkutano wa maombi ya kidini huko Nyandarua uligeuka vurugu aliporushiwa kitoza machozi. Mfumo huu wa uhuni uliendelea hadi mwaka 2025 wakati Gachagua alikuwa nje ya nchi. Washirika wake walikumbana na mashambulizi ya mara kwa mara. Julai tarehe 20, walivurumishwa vitoza machozi na kuzuiwa kufanya mkutano Nakuru.
Wiki moja baadaye, Julai tarehe 27, polisi walirusha tena vitoza machozi kuzuia mkutano wa washirika wake huko Murang'a. Na baadaye aliporejea kutoka Marekani Agosti tarehe 21 mwaka 2025, hakukuwa na sherehe bali alikumbana na vurugu. Mwaka jana Gachagua alihitimisha mwaka kwa vurugu zaidi huko Kariobangi Kaskazini, ambako waumini walishambuliwa wakati wa ibada ya kanisa, na Narok ambako polisi walimzuia kuingia Narok wakati wa uchaguzi mdogo. Ila matukio haya si ya kipekee bali yanaonyesha mtindo wa kutisha. Swali linalobaki si tu kuhusu kandamizaji wa upinzani bali kuhusu mwenendo wa serikali. Kwa nini maeneo ya ibada yaliyo alama ya amani na hifadhi yanageuzwa kuwa viwanja vya vita? Na kwa nini upinzani unaonekana kuvutia ukatili wa serikali badala ya ulinzi wa kikatiba? Mwaka bado ni mchanga, lakini tayari umeshachafuliwa, na makovu haya yanaeleza simulizi ya demokrasia iliyo chini ya shambulizi. Vera Mura, KTN.